Watu wengi tukizungumza swala la utajiri, wealthy, wanafikiri ni kuwa na pesa, magari, majumba, viwanja, watoto kusoma shule za kimataifa, nje ya nchi. Lakini naomba nikwambie, change your mentality about wealth. Badilisha mtazamo wako kuhusu utajiri. Badilisha mtazamo wako kuhusu mafanikio. Halafu maisha yako yatabadilika jumla na utanishukuru baadaye. Leo nataka nikupe topic inayosema aina 4 za utajiri. Uzidake aina hizi, zitakufanya ufanikiwe. Na usizidake 1 au 2 kwa sababu ndio unayoipenda wewe. Hapana. Zichukue zote, kwa sababu aliyefanikiwa na aliyetajiri ni mwenye zote hizi 4. Aina hizi zote tunasema huyo amefanikiwa. Aina ya kwanza ya utajiri ni utajiri wa kimwili au physical wealth. Utajiri wa kimwili, physical wealth, sio physical health, physical wealth, utajiri wa kimwili. Hapa tunazungumza utajiri wa wewe kuwa na afya, utajiri wa wewe kuwa mzima. Unapokuwa milionea au bilionea, umelala kitandani muda mrefu, unaumwa figo, ini, mifupa, moyo, you are not wealthy. Wewe una hela lakini sio wealth. Ni mtajiri wa kilema. Lakini unapokuwa na afya yako, unapokuwa mzima, unapokuwa na afya iliyo bora, wewe tunasema una utajiri wa aina ya kwanza au physical wealth. Utajiri aina ya pili ni utajiri wa kimahusiano au relationship wealth. Relationship wealth. Huu ni utajiri ambao unakuwa una wingi wa amani na watu wanaokuzunguka. Una amani na mume wako, una amani na mke wako, una amani na mpenzi wako, mchumba wako, watoto wako wa kike na wa kiume, una amani na wazazi wako, una amani na ndugu zako wa kuzaliwa, una amani na majirani zako, una amani na wafanyakazi wenzako kule kazini. Una uwezo wa kutengeneza urafiki na ukaulea urafiki ule, na sio lawama na matabia ya kuharibu mahusiano mara kwa mara. Unakaa kwenye mahusiano ukakalika, sio unakaa unaachika mara kwa mara, umeacha huyu, umeacha yule. Ndani ya mwaka tukikuuliza mpenzi wako unauliza yupi? Maana yake sasa hivi kila unaacha na kuondoka, unaacha huyu na kuwa na mwingine, unaacha unakuwa kama mtu mmoja ambaye tunamfahamu hapa nchini, ambao sitamani kumsema sana, lakini unaacha unaoa, unaolewa, unaacha. Huo ni ufukara wa kimahusiano, sio utajiri wa kimahusiano. Aina 3 ya utajiri ni utajiri wa kiakili. Unaweza ukawa mzima kwenye afya yako, huna ugonjwa hata mmoja. Unaweza ukawa una mahusiano ya kimahusiano na mahusiano na utajiri mwingine, lakini huna utajiri wa kiakili. Uwezo wako wa kufanya maamuzi ni mbaya. Uwezo wako wa kufikiri ni mbaya. Afya yako ya akili inachechemea. Una magonjwa ya akili au changamoto za afya ya akili. Huwezi kumit challenges zako au changamoto zako za kila siku, kwa sababu una stress, una depression, unashindwa kufanya maamuzi, unashindwa kuwa una addiction, una magonjwa uraibu, akili yako haijatengemaa. Wewe unakosa utajiri wa kiakili. Na utajiri wa 4 ni utajiri wa kiuchumi, utajiri ambao kila mmoja anafikiri kwamba ndio utajiri pekee. Naomba nikwambie, utajiri wa kiuchumi ni utajiri wa kuwa na fedha. Sisemi fedha za kutupwa, fedha za kuishi kila kitu cha ndoto yako, fedha za kuweza kuyamit mahitaji yako ya kila siku, fedha za kuweza kutokuwa katika uhitaji mkubwa wa kila siku au wa mara kwa mara. Unaweza kupeleka watoto wako shule. Kama unatamani gari la kutembea, unaweza kuwa nalo. Kama mke wako pia anahitaji, unaweza kuwa nao, au mume wako anaweza kuwa nalo. Mna nyumba ya kukaa, mna sehemu ya kukaa, mvujiwi. Mnaweza kukutana na mahitaji yenu ya kila siku mnayohitaji pasipo jasho sana. Wewe una utajiri wa kiuchumi. Sasa naomba nikwambie, usifikiri utajiri peke yake ni huu na ukautamani huu peke yake. Tamani utajiri wa kiakili, tamani utajiri wa kimahusiano,
Tamani utajiri wa kimwili ambako ni afya yako. Ukiweza kuwa na haya manne, naomba nikwambie you are a successful person. Wakiitwa walio hivyo, na mimi nitakwenda, kwa sababu nina uhakika nimeyazingatia haya, na Mungu kwa neema yake amekuwa kiongozi, na wewe pia inawezekana. Lakini katika yote usisahau pia utajiri wa kiroho. Roho yako ifanikiwavyo na mambo mengine yanafanikiwa. Maandiko yanasema mpenzi, Petro anasema natamani ufanikiwe katika mambo yote, mwili, akili, uchumi na mahusiano na vingine, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Naitwa Dr. Chris Mauki.